alizungumza miliki wa kikosi cha Azam FC Jamari Balesa mara baada ya mchezo wa fainali wa kombe la CRDB Bank Federation Cup FA kati ya Simba dhidi ya Azam FC, mchezo ambao ulipigwa Gombani pale Zanzibar, na Simba aliibuka na ushindi wa bao 1-0. By the way, bao la kujifunga la Yaya Zaid. Lakini baada ya mchezo kutamatika, alizungumza baadhi ya kauli. Kwa kile ambacho alikizungumza, yeye alisema kwamba aridhishwi na mwenendo wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TFF juu ya Azam FC, na kama hawataki kwenye ligi yao wafute, watacheza ligi ya Zanzibar. Lakini pia aligusia kuhusiana na kupokea medali. Aligusia kwamba alienda kuzichukua kwa niaba ya wachezaji, kwa sababu wachezaji walisusia kuvaa medali za mshindi wa pili, na mwakilishi mmoja alipatikana wa Azam na kwenda kubeba hizo medali, yeye akisema hizo medali hazitambui. Kwa kikubwa ama kwa tafsiri nyepesi, anasema ndani ya miaka ama misimu 20 Azam imekuwa ikionewa kwa upande wa ligi kuu, bodi ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia akilalamika zaidi masuala ya waamuzi. Kwanza hiyo kauli amezungumza kwenye nyakati sahihi, na tumezoea kwamba Azam ni timu ambayo ilikuwa haina mambo mengi. Imetokea wamenyongwa, walikuwa hawazungumzi ndani ya miaka 20 ambayo amezungumza Jamari Balesa. Pengine hiyo kauli kwako wewe umeichukuliaje na umeipokeaje, na ni muda sahihi wa kuzungumza kauli kama hiyo? Kauli inawezekana yeye kaizungumza baada ya jambo kulitunza kwa muda mrefu. Kama ulivyosema, inawezekana ndani ya hiyo miaka 20 ambayo walikaa kimya, walikuwa wanayaona tu, lakini wanachukulia kawaida na mambo mengine yanaendelea. Lakini mpaka kazungumza, maana yake yamefikia mwisho. Yani kama ni chupa basi ameijaza na ikajaa. Kwa hiyo kusema hivyo, inawezekana yuko sahihi kwa upande wake na kile anachokiona kinachoendelea, lakini mimi ninachokiamini kwamba haya mambo yapo kwenye mpira, na sio kwamba yapo kwa Azam tu. Kila timu ikiamua ipeleke malalamiko yake pale, inawezekana kila timu almost ina malalamiko yake ambayo pengine inawezekana yakawa ni zaidi hata ya hayo ya Azam. Adhabu zimekuwa zikitolewa kwa hao wanaowalalamikia waamuzi, lakini pia ishu kubwa ambayo mimi naiona na kauli yake na mantiki kubwa ya yeye kuzungumza, ama ambapo naona ni bora na ni sahihi kwake kuzizungumzia, wahusika wanabidi kujitathmini wao wenyewe kwamba kwa nini ni sisi. Yanga waliwahi kulalamika kuhusiana na hilo, Simba waliwahi kulalamika kuhusiana na hilo kwenye uongozi. Azam wamekuwa pia wakilalamika. Hatujasikia timu nyingine ikilalamika, lakini na imani kwamba kama wakitoa room ya kila timu kuzungumza ilionayo, basi bodi ya ligi watakuwa waanga wakubwa. Yani kabla hata ya hao waamuzi, kwa sababu hao waamuzi wapo chini ya bodi, wapo chini ya shirikisho, wakishirikiana kwa ajili ya kuendesha mashindano mbalimbali, ikiwemo hayo ya kombe la shirikisho pamoja na ligi kuu. Sasa kinacho tazamwa na kinachoangaliwa zaidi ni mwenendo, na mwenendo huu inadhihirisha kwamba mabadiliko yamekuwa hayaonekani. Yani ni back to back, kwa maana makosa wanayoyafanya msimu huu, msimu ujao, licha ya kwamba vikao vinakaliwa, tathmini zinatolewa kuelekea msimu mwingine, lakini bado bodi pamoja na shirikisho wamekuwa hawaonyeshi kubadilika. Kama wangekuwa wanabadilika, basi inawezekana hata ya malalamiko ya miaka 20 asingekuja kuzungumza. Mpaka mtu kama huyo kwa kitengo chake alichonacho kwenye klabu katoka hadharani kazungumza kitu ambacho sio ni nadra, kitu ambacho sio kila siku akiwa anakizungumzia, bila shaka sio jambo ambalo ni la kawaida kwa upande wao. Ni jambo ambalo wanalichukulia kwa uzito. Inawezekana pia tunaweza tukawa tunasema swali kubwa ambalo huwa lipo kwa klabu ya Azam ni kwamba kwa nini wana kila kitu lakini hawafanyi chochote? Kumbe kute wao wana sababu zingine ambazo
huwa hawataki kuzitoa hadharani, lakini kwa hili inawezekana kuvumilia. Na mtu anaweza akajiuliza kwa nini azungumze kwenye mchezo wa finali dhidi ya Simba. Nini kilitokea? Wao wenyewe ndo walijifunga au Simba alifunga goli ambalo walinyongwa? Jibu ni hapana. Lakini kwa baadhi ya matukio ambayo yalitokea, ikiwemo pia kadi nyekundu ya Faisal, inawezekana ni sababu kubwa ya yeye kuzungumza, kwa sababu kwa tafsiri nyepesi, kwa kanuni zinavyoeleza, kwa tukio lilivyotokea, wale wote walitakiwa kupewa kadi nyekundu. Libase Gay ambaye alitangulia, lakini Faisal ambaye alireact, kwa maana ya wanasema ukipigwa usirudishe, yani usilipize kisasi. Lakini Libase ndo alianza kumvuta, Faisal akareact, mwisho wa siku aliyepewa ni aliyereact. Lakini ukija kwenye uhalisia, wote walitakiwa wapewe kadi nyekundu, na mara nyingi huwa tunaona hilo. Kwa hiyo mimi hilo ni tukio pekee ambalo naona lilimfanya aibuke na kuzungumza yote hayo. Lakini hichi kitu kipo na kinaendelea kuwepo, na viongozi pia wana kila sababu ya kulifikiria na kuliona kwamba kwa nini tunazungumziwa sisi, na maana uongozi wetu hauko imara. Kama hauko imara, wai kila msimu ukikamilika tunafanya vikao, wai tunafanya uchaguzi, tunaongeza baadhi ya maeneo. Kwa nini viongozi waliokuwepo walikubali kujiuzuru tukaongeza wengine? Nini ambacho wamekiongeza? Maana yake na wao wamepita mle. Kwa hiyo kuhama ligi sio kitu rahisi. Inawezekana amesema hivyo kwa hasira. Kwa hasira na machungu alionayo kutokana na hivyo vitendo ambavyo anaona kwao Azam wananyongwa. Lakini kuhama ligi sio kitu rahisi, lakini kama ikitokea wakahama, basi ligi yetu inatiwa dosari, kwa sababu Azam hawatoizungumzia tena vizuri ligi kuu ya Tanzania bara. Maana yake kuna kitu ambacho wanakuwa wametengeneza hapo, kwamba ligi ya Tanzania bara ina uonevu. Na kikubwa ambacho wanakuwa wamekijenga ama wamekitengeneza ni kwamba hata hawa wachezaji wanaotoka kwenye mataifa mbalimbali kuja kucheza hapa nchini, wao ndo wanaichukua, yani hili wanalichukua kwa kama udhaifu. Yani wanaweza wakalichukua kama udhaifu, kwamba Tanzania ni miongoni mwa mataifa yenye amani, yenye utulivu, ndo maana mara nyingi tunaona wageni wakija kucheza hapa. Lakini kama ikitokea Azam akahama ligi kwa sababu kama hizo, maana yake hawa wengine wakitoka huku hawatoitangaza tena ligi yetu kama ilivyokuwa. Wataitangaza kwenye mlengo mwingine ambao ni waasi, sio wachanya tena, kwa sababu ni vitendo ambavyo ni vya kiuonevu zaidi. Na ukiangalia hata wanaoonewa wengine ndo wao wa ndani, wengine ni wa nje. Sasa mtu wa nje atajiuliza, kama timu yao ni ya ndani, viongozi ni wa humo ndani, mchezaji labda ni wao humo ndani wanaonewa, je, mimi ninaye kuja kucheza kama mgeni itakuwaje? Kwa hiyo wanasema lazima ulinde cha kwako kwanza, alafu cha wengine baadaye. Kwa hiyo karibu mgeni mwenyeji apone. Inawezekana ikawa karibu mgeni mwenyeji aumie. Ndicho ambacho kinakuwa kinaonekana. Hilo swala pia lilijitokeza na kuonekana kwenye ishu ya malipo. Ishu ya Faisal, kama unaikumbuka, kuhusiana na malipo kwenye klabu ya Yanga. Kuna kitu ilitoa, japo watu hawakutaka kuelewa vizuri. Yani haiwezekani wakigeni alipiwe ada ya kumfanya aishi kwenye taifa ambalo sio la kwake. Lakini pia mshahara wake uwe juu, na ukiangalia mchango ni either ni the same na yule wa ndani au ni chini ya yule wa ndani. Je, huyo wa ndani ana kipaumbele gani kwenye ardhi yake ya nyumbani? Na je, akienda nje na yeye akafanyiwa kama hivyo, wewe taifa lake utaenda kulalamika wapi? Kwa sababu wewe mwenyewe ulishindwa kumlinda. Sasa taifa lingine litamlinda vipi? Kwa hiyo lazima bodi pamoja na shirikisho, kwa sababu shirikisho ndilo lenye dhamana ya
mashindano kama haya labda tuchukulie ya ndio mpira wao Tanzania, si ndio hivyo? Tuchukulie haya kombe la shirikisho, wao ndo wanakuwa wadhamini ama wasimamizi wakuu, kwa sababu mdhamini wao ndo wanamtafuta. Kwa mfano mdhamini ni CRDB, lakini ni kombe la shirikisho. Kombe la shirikisho la CRDB. Maana yake ni la kwao, lakini pia wao wana mdhamini wao wake wa hilo kombe ambaye ni CRDB. Lakini shirikisho wao ndo wanaoratibu michezo, mchezo wa mpira wa miguu, kwa sababu ni shirikisho la soka Tanzania. TFF. Wao ndo wanaratibu shughuli zote za soka ambalo lipo, iwe ni ligi ya ndani lakini pia ligi za nje. Wao ndo wanaangalia kwamba kipi kinaendaje kwa kushirikiana na bodi, ambapo bodi yenyewe inakuwa ipo kwa upande wa wale wanaodhamini. Sasa bodi ipo kwa wale wanaodhamini ligi, lakini bado kuna vitu wanavisikiliza kutoka kwenye shirikisho. Kwa hiyo uongozi una kila sababu ya kulitafakari hilo ambalo amelizungumza Jamali Bakhresa, lakini pia kujua ni kwa nini amezungumza hivyo na kwa nini iwe mara ya kwanza, na kwa nini azungumze yeye ya kumtuma afisa habari au mkuu wa idara ya habari, kwa sababu Azam wana watu wengi wanaohusika kwenye kitengo cha habari, Zaka Zakazi, Hashim Ibwe na wengine, lakini kazungumza bosi mwenyewe, katoka hadharani, kazungumza kwamba haya mambo inawezekana yeye sio mtu anayeujua sana mpira, lakini anayaona kwamba kama si ujui vizuri mpira hainizuii kuona kipi kizuri, kipi kibaya na kipi kibaya. Kwa hiyo mimi nitaenda na kwamba bodi pamoja na shirikisho wanatakiwa kuyaangalia haya. Yaani wanasema kukosea sio kosa, ila kukosea ama kosa ni kurudia kosa. Sasa kama hiyo misimu 20 yeye anaona mabadiliko hayapo, yani makosa ni yale yale ya waamuzi, mara kunyongwa, mara nini, hakuna sababu ya kuwepo kwa uongozi. Maana yake wale wabaki waendelee kunyonga, kwa sababu hata wanavyobadilishwa viongozi bado hayaonekani mabadiliko kwa mujibu wa kauli yake. Sawa. Amejaribu pia kutolea mifano ya viongozi ambao walishawahi kupita, marais ambao washawahi kupita kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, akisema wadau wao walikuwa wanasimamia vyema, lakini kwenye uongozi huu wa miaka hivi karibuni kidogo umekuwa unatetereka. Tunaweza tukakubaliana naye kwa sababu Simba wanalalamika, Yanga wanalalamika, Azam pia ametoka wakilalamika vile vile. Tunaweza tukasema kwamba waamuzi wetu wa Tanzania wamegawanywa kwenye pande mbili, Simba na Yanga. Make issue ya waamuzi haijaanza leo wala jana, na wanaodaiwa kunyongwa ni zile timu ambazo ni mid table team ambazo hazina ubavu wa kuongea zaidi. Kila anaponyongwa Simba, anaponyongwa Yanga, maneno yanakuwa mengi, waamuzi imekuwa hivi. Tukubali kwamba pale ambapo waamuzi wakijaribu kubeba, wao wanabeba hizi timu kubwa ambazo ndio kioo ya ligi yetu ya Tanzania. Yaani hichi kitu kinafanyika sehemu zote. Yaani KMC ananyongwa, Namungo ananyongwa, Mashujaa ananyongwa, Singida ananyongwa, Azam ananyongwa, Simba ananyongwa, Yanga ananyongwa, na timu zingine zote zinanyongwa, TRA, Tibwa Sugar na wengine. Lakini huku chini hakupewi kipaumbele kwa sababu sio wazungumzaji sana, lakini pia inawezekana wao hawana ubavu, ninaweza nikatumia hiyo kauli. Lakini pia aliyesema kwamba unakuta kiongozi ambaye labda ndo anausimamia mpira ana upande wake kati ya hivyo vilabu, basi na yenyewe naona kama linaathiri kwa namna moja ama nyingine. Linaathiri, na hawa waamuzi pia vivyo hivyo na lenyewe linaathiri. Kuna namna wamegawana pande hizi mbili. Kama wamegawana, kuna mambo mawili. Either ni utashi wake binafsi, kwa sababu tumechoka kusikia makosa ya kibinadamu. Yapo ndiyo, lakini yamekuwa too much.
either ni utashi wake binafsi Okay. Na au mapenzi. inaweza kwenye utashi unatokana na mapenzi. Kwenye utashi sasa ndo yameungana hayo ya mahaba yake, labda yupo upande fulani na nini. Lakini inaweza ikakufikirisha kwenye jambo lingine ambalo si lazima kulifikiria, ambalo pia kwenye soka aliruhusiwi. Kwake yeye binafsi, either ni maslahi au ni nini. Sitaki kulizungumzia sana, lakini kwenye hizo engo mbili ndizo zilizobeba hii taswira ya nani anaonewa, kwa nini anaonewa. Hawa Simba na Yanga wanaonekana kuonewa kwa sababu wao makosa yao ya waamuzi yanayotokea wanayazungumza, wanayatoa hadharani, yanaonekana, yanapostiwa na waandishi wa habari, yanapostiwa na vyombo vya habari. Lakini sikumbuki ni lini Mashujaa ameonewa ukawa mjadala kwenye kipindi, ukawa mjadala kwenye mtandao mbalimbali ya kijamii. Kama sio mmoja au wawili wenye kuchapisha na kuandika pale, na pengine comments zikawa chache, sahihi, ni kitu ambacho kimekuwa hivyo. Na pia kuna hoja nyingine. Kwa hiyo linaishia huko. Wanapobebwa wao wasitoke kusema muamuzi hapa katubeba, ila wanatoka kwenye pale ambapo muamuzi kashindwa kuwabeba au hilo haliwezekani kwa sababu si ndio kutetea ligi yetu kwamba waamuzi hawako sawa sawa. Kila mtu analinda cha kwake. Hapo umeshaliona hivyo. Yaani haiwezekani Azam haonewe au afanyiwe vizuri, Simba atoke hadharani aseme Azam mmemnyonga kwa sababu tunahitaji ligi yetu ikue. Yani hawezi kufanya hivyo. Yani kama Simba sikabebwa kwenye mechi B, Simba anacheza na timu fulani, Simba kashinda, ila ushindi alioshinda tuseme ni 1-0, ila situation ya bao ilivyotokea kuna sintofahamu. Kwani baada ya mechi kumalizika wakazungumza kama tumeshinda, ila muamuzi kuna namna alimetetereka. Tunaona pale ambapo wananyongwa. Yani hiyo hata usipozunguka sana, hilo bao ndio hatima yao. Ya ushindi. Kwa hilo bao mimi ninachoamini ndo maana kuna wasimamizi. Yani Simba yuko pale kwa ajili ya kusema mwamuzi ametupendelea. Simba yuko pale kwa ajili ya kusikiliza nini kinaamliwa. Kikienda vizuri au kimeenda vibaya. Sasa hapo kwenye vibaya lazima yani sio tu Simba, timu zote ambazo zinalalamikia waamuzi ndio natoa mfano sasa, zikubali kwamba pale mwamuzi anapoenda against lazima wavumilie kama wanavyovumilia wanapobebwa. Yani hicho kitu hakiwezi kikatokea, wala hakuna yeyote ambaye anaweza akakizungumza. Yani hakuna timu yoyote ambayo inaweza, kwa tafsiri nyepesi, makosa ya waamuzi yani iko hivi. Hata mchezaji labda tuseme wa timu yoyote ile akiangushwa nje ya box, mwamuzi akaweka penalty, sidhani kama kuna timu inaweza ikaikataa kwamba haikuwa penalty. Watapiga kwa sababu amewapa. Yeye ni shida yake, kama anafungiwa ni sawa, lakini wao wapo kwa ajili ya maslahi yao. Kwa hiyo kwenye kulalamika watalalamika, kwenye kufanya vizuri kama amewapendelea, lakini upande wao wa pili hawajanufaika, wao ndo wamenufaika, hawatolizungumzia. Ila kama hawajanufaika lazima watazungumza. Kwa hiyo hayo mambo yapo. Kwa hiyo inabaki ni juu ya wewe uliyepewa dhamana ya kusimamia, aidha ni kiongozi au ni mwamuzi. Ndio maana watu naona kikao cha kamati ya masaa 72 kikikaliwa baada ya michezo labda raundi moja ikimalizika, wanakaa kikao cha kamati ya masaa 72 kutathmini mwenendo na matukio mbalimbali yaliyotokea. Ndio utasikia sijui huyu karusha chupa, sijui huyu kafanyaje, mwamuzi fulani ameshindwa kutafsiri sheria fulani, tumemfungia, sijui ametozwa fine, klabu sijui imeshindwa kufuata nini. Kwa hiyo wale ndo wenye dhamana ya kufanya hivyo. Kwa hiyo timu haipo kwa ajili ya kuwakumbusha majukumu yao. Viongozi ndio wapo kwa ajili ya kuwakumbusha majukumu yao kupitia hizo adhabu, kupitia elimu mbalimbali, ili tuone hayo mabadiliko. Kwa hiyo timu inapotoka hadharani kusema tumeonewa, maana yake, anaposema tumeonewa maana yake wale wenye dhamana ya hiyo kazi
maana yake kazi yao haiendi vizuri. Ni kitu ambacho pia ni aibu kwa wewe ambaye hata kupatia kwenye makosa, hata kupatia kwenye makosa, na hiyo inatoa kwamba viongozi hawapo makini na kazi yao, ama wanaowatuma hawapo makini na kazi yao. Ndio maana nikasema dhamana, wapo viongozi either ni wa bodi pamoja na shirikisho whatever. Lakini kuna wale ambao wanawatuma. Sasa kwenye viongozi ndio maana kuna ngazi za juu na ngazi za chini. Okay. Viongozi wa serikali sio wanaoenda uwanjani kuamuru kwamba leo tunachezesha hivi. Wao wana waamuzi ambao ni wawakilishi wao kiwanjani. Kwa hiyo wanapoenda against lazima watawaadhibu. Okay. Kwa hiyo ukiona klabu imetoka hadharani na kusema hiki akijaenda sawa, mwamuzi katuonea, bodi hawako serious na kazi yao, maana yake ninyi kule ndio mnatakiwa mjitathmini kwamba kweli tunakosea. Kwa nini hawa wamefikia hatua ya kuligundua na kulitoa kwa umma watu wajue? Kwa hiyo wanakuwa wanakushusha hadhi, inaonekana kabisa kweli kazi yako hauitendei yake. Kwa hiyo klabu ziko sahihi kulalamika pale ambapo wananyimwa haki. Okay. Lakini hii haki ya Tanzania ilivyo kwa timu za Tanzania okay, ipo kwenye vipengele, ipo kimkakati. Anayelalamika sana ni Simba, ni Yanga, Azam kwa mbali, lakini timu zingine hata ikilalamika hamna kusikilizwa ni nadra sana. Kwa sababu niliwahi kuwa nafuatilia Championship, First League, masuala ya kunyang'anywa alama kule wala sio issue. Yaani kwamba hujafika sijui eneo la tukio, sijui mara umegoma, sijui umefanyaje. Kunyang'anywa alama sio shida. Mpaka sasa Biashara United tunampoteza kwenye ramani ya soka ni kwa sababu kama hizo. Mpaka sasa Stand United anapitia wakati mgumu wa kwenda kucheza playoff ya either kubaki Championship au kushuka mpaka First League ni kwa sababu ya masuala kama hayo. Sasa kama na huku yangekuwa yanafanyika, nafikiri tungekuwa tuna reduce baadhi ya matukio. Yani kama huku mtu anafanya kosa hasikilizwi tu kwa hoja zake, bali na wewe unatoa kauli kama kiongozi. Inawezekana pia tukapunguza malalamiko, alafu kazi ikafanyika, ili hata kama anakuja kulalamika vipengele vyake vinaeleweka. Bana, mimi nimeleta lalamiko langu, mwamuzi ameninyonga hapa na hapa kutokana na haki hii na hii, sheria inasema hivi na hivi. Haya, shirikisho ndo anarejelea sheria zinasema hivi, kipengele sijui kanuni nini, shirikisho letu lina kanuni za ndani zinasemaje. Bani either wale walioshtaki hawako sahihi, tutapata taarifa kwa umma. Wako sahihi, tutapata taarifa kwa umma kwamba kosa lao walilolileta ni kweli, kwa sababu mwamuzi kakiuka kipengele 1 2 3 kanuni ngapi, sheria inasemaje. Sawa. Kwa hiyo tunaweza tukapunguza hayo maswala, tukapunguza watu kulalamika, tukatoa haki kwa kila klabu, kwa sababu klabu zote zinashiriki ligi moja. Ndio maana huwa namsikia akizungumza kwa mfano Julio, watu wengi huwa wanaona labda kama anachekesha au ni mtu wa tofauti na wengine, lakini amenyoka. Kuna maswali mengine ambayo akiulizwa anayajibu kiutu uzima. Yani anayajibu kulingana na ilivyo, sivyo unavyotaka wewe. Yani kwa mfano anaweza akaulizwa swali, na aliwahi kuulizwa kwamba yani sijui swali niliwekeje, lakini majibu yake nakumbuka yalikuwa ni kwamba sote tuko sawa kwa sababu tunashiriki ligi moja. Hicho kitu kina mantiki kwa sababu haiwezekani KMC apewe 40%, mwingine apewe 60%. Lazima wote watakuwa 50 kwa 50. Kwenye kupambana, kila mtu kujipambania, huko ni sawa, tuingilii. Kuna wenye 1% kubwa, kuna ambao hawana, ni sawa. Lakini tukija kwenye masuala ya haki, kanuni, sheria kutekelezwa kwa kila mtu, kupewa haki yake kwenye ligi, timu zote ni the same. Kwa mfano kwenye issue ya muda, labda mechi ichezwe saa ngapi, hiyo ni kwa kila sehemu, wala haihitaji doubt, kwa sababu haiwezekani KMC acheze saa 8, Mbeya City acheze saa 8, lakini mwingine yeye ana sababu zake binafsi kwamba hawezi kucheza saa 8. Why? Nyote mnashiriki ligi moja, mnachokipambania ni kimoja, hata kama wewe labda umemzidi viwango vya kukipambania, lakini nyote mpo sawa. Kwa hiyo kuna muda uongozi pia
unakosea katika hilo. Okay. Yani naweza nikaiweka hivi, wanawasikiliza sana. Okay. Wanasikiliza sana malalamiko ya hawa kuliko ya wengine, kwa sababu okay. wengine kuna muda wanaamua, kuna ile unaweza ukapeleka lalamiko ukapuuzwa mara ya kwanza, ya pili, ukasema basi sawa. Okay. Kwa hiyo yani kama umeacha tu, hata ukipata, unajua hata ukienda autosikilizwa. Kwa hiyo sio kwamba hawana malalamiko, hizi timu zinayo, lakini wanaamua tu waendane na kile kilichopo, kwa sababu kusikilizwa kwao ni asilimia chache sana kuliko timu zingine. Okay. Na hii inategemeana, tutarudi kwenye zile kauli mbili, na hii inasababishwa na either lile jambo la nje ya matakwa au utashi binafsi. Okay. Hayo mambo yako mle mawili, kwa waamuzi pamoja na viongozi. Sasa nitamani tugusie pia kwa waamuzi, sababu viongozi ni viongozi. Kuna viongozi ambao hawana sifa za kuwa waamuzi, pengine hawajasomea uamuzi na vitu kama hivyo. Waamuzi nafikiri ndani ya msimu ambao wamefungiwa sana ni msimu uliomalizika, lakini makosa yamebaki kuwa yale. Wanavyofungiwa narudi pia wale. Wewe umekuwa ukifuatilia sana ligi yetu ya Tanzania, umeobserve vitu vingi sana. Tuzungumzie kwa waamuzi. Haya malalamiko yanayotolewa, unaamini kwamba ipo siku yatakuja kupungua ama kuisha kabisa? Kwamba mwamuzi hapa kazingua, mwamuzi hapa sijui kwaje, changamoto ya kibinadamu na vitu kama hivyo. Unahisi ipo siku yatakuja kuisha ama mambo yataendelea kuwa hivi? Kwa sababu kuna baadhi ya waamuzi wana beji ya FIFA, beji ya CAF, ndio wao sometimes wanalalamikiwa kwamba hawajatenda haki na vitu kama hivyo. Unaweza kuzungumzaje kuhusiana na hili kwa waamuzi ambao umewaona? Yani shida kubwa ni vitu viwili. Shida kubwa ni hiyo, na ndio inayosababisha yaendelee kuwepo. Malalamiko au makosa ya waamuzi yapo kila sehemu. Yani yapo kila taifa, yapo kila ligi. Lakini ishu kubwa inayokuja kwetu Tanzania ni kwamba mtu anatanguliza kitu fulani kabla ya weledi alionao. Okay. Yani inavyompasa kufanya anaiweka nyuma, lakini anatanguliza kitu fulani. Na hiyo pia ikiwagawa pia waamuzi. Hiyo ni sababu. Hiyo ni sababu. Wengine wanamtaka huyu, wengine hawamtaki, wanataka huyu. Kwa sababu hiyo inakuja hivi. Inapofanyika hiyo, kuna watu watanufaika, kuna watu wataumia. Okay. Hapo ndo kwenye kuwagawa. Kuna waamuzi, kuna mashabiki watasema huyu ndo yeye, asipoamua game yetu hatujisikii vizuri, kwa sababu wanaamini akiamua wanapata furaha. Lakini siku akifanya against na wao wanavyofikiria, utasikia maneno yametoka kwamba aidha kiasi kimepungua au maelekezo hayajawa sawa. Kwa hiyo ni ngumu sana kulimaliza hili, kwa sababu lilikuwepo vizazi na vizazi. Okay. Na hata waamuzi waliofanya vizuri pia waliyapitia kama haya. Kama umekuwa muungwana wa kusikiliza interview za waamuzi wa zamani, wameyapitia haya. Lakini kubwa na utofauti unaokuja ni kwamba kitu cha kwanza ni pressure. Yani pressure, mwamuzi anapata pressure kabla hata hajaingia uwanjani. Akiingia uwanjani ndio inazidi kabisa. Ikitokea sasa game ikawa tafu, ikawa na matukio mengi, akatekeleza weledi wake, hapo ndo sasa imekuwa hatari, imezidi kabisa. Sasa ile pressure ni kitu kikubwa kinachowafanya waondoke kwenye njia. Kwa hiyo kwangu mimi, ukiniuliza kwamba hili litaondoka au halitaondoka, naona ni ngumu sana kuliondoa moja kwa moja, lakini kuna njia mbadala ambazo sisi wadau wa soka tunaopenda soka likue, sio wale ambao wanaegemea upande. Okay. Tunatamani yapungue. Yanapopungua, malalamiko kwa vilabu yatapungua. Okay. Yani leo Simba hatolalamika, KMC hatolalamika, Mbeya City hatolalamika,
Yatakuwepo matukio lakini malalamishi yatapungua kama yanakuwa yapo na uongozi kule unatekeleza kazi yake kwa uzuri kwamba huyu amekiuka sheria, tuna kipengele chetu cha kumwadhibu ambacho wanaamini kweli hatorudia, au hata akirudia itakuwa ni tofauti na lile la mwanzo. Ni sawa. Na imani hivi vilabu vipo tayari kuona hilo na kulikubali. Kwa sababu pia utarudi kwenye makosa ya kibinadamu huwa yapo. Labda amechelewa kuliona tukio kaamua tofauti na ilivyotakiwa, hapo ni sawa. Lakini kinachouma zaidi na kinacholeta shida mpaka tukirejea kwenye hiyo kauli ya Bakhresa ni mwendelezo. Yaani tukio linalotokea leo ndilo hilo litakayotokea kesho, ndio hilo kesho kutwa. Lakini hapo kuna hao ndio wanaofungiwa, hao ndio wanaotozwa faini. Sasa mtu anajiuliza, hizi faini huku kufungiwa, uongozi wenyewe nini yani nini kinafanyika? Na ingali makosa tunayaona ni hayo. Hicho ndio kinachomata zaidi kwa ligi yetu. Kwa hiyo na imani kama kungekuwepo na uwezekano wa kuyapunguza walau. Yaani kuyapunguza, kwa sababu kuyamaliza moja kwa moja ni ngumu. Hata sehemu zingine yapo. Utasikia labda Arsenal hawampendi fulani. Yapo, lakini tazama huyo mtu ambaye apendwi na Arsenal anaweledi. Apendwi kwa sababu gani? Na apendwi kwa sababu gani? Na ambao hawampendi ni akina nani? Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunaweza tukayapunguza. Alafu tukabaki na yale sasa ya kibinadamu.